mambo ya kiuchumi, mwaka ambapo tulipitishwa katika mambo ya kiroho magumu. Our faith was tested to the limit, and even our social lives it was also tested to the limit. Na ndipo pengine tulipofurahia sana kuingia katika mwaka mpya tukiwa na matarajio makubwa ya kwamba kutakuwa na mabadiliko. Hebu uliza mwenzako, katika maisha yako unaona mabadiliko katika mwaka huu? Bwana asifiwe. Pengine kama hujaona, usife moyo. Yaja, praise the name of the Lord. Mahali ambapo tumesomewa Biblia, tunaambiwa hali ngumu ambayo wana wa Israeli walijipata. Manake katika mji wa Samaria ulikuwa umezingirwa na watu wanaitwa the Syrians, na wakauzingira kwa muda mrefu. Ikawa kwamba sasa kuna njaa. Ikawa kwamba hata sasa watu wamefika kula vichwa vya punda. Kichwa cha punda kilikuwa ni ghali sana wakati. Ikawa kwamba hata mavi ya hawa jiwa ilikuwa inauzwa na watu walikuwa wanakula. Lakini ile kumstabashisha sana ni kwamba hata wamama wamefika wakati sasa wakasema, hatuwezi kukaa tu hivi, lakini tutakula hata watoto wetu. Leo tukule wako, kesho tukule wako. Na ikawa sasa iko katika ile hali. Ikawa kwamba wale watu ambao wanaonekana kana kwamba hawafai wakafushwa na wakatolewa katika ule mji. Kama wale watu walikuwa na ukoma wanne wamewekwa pale katika outside the city ili waweze kufa wasimalizia wale wengine chakula. So that was the situation. So the situation for the Samaritans was worse than could be what we are going through. Na sasa ikawa kwamba Elisha mtumishi wake Mungu akasema a prophetic word kama lile nawatangazia siku ya leo, that this year is going to be better than the year 2023. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako, the year 2024 is going to be better than the year 2023. Na sisemi ya kwamba serikali itafanya mambo tofauti na vile ambavyo inaendelea kufanya. Pengine hata tutaendelea kufanya nini? Kufinyiliwa zaidi na mambo ya taxes. Lea tutala hokelele waka na gaitwa ngure. Atene hiyo tuendelee tukatokera ke. Tukakira tena tukazunde. Mama ni roho. No, I don't know so I'm not talking about that. I'm not here to speak politics. Praise the name of the Lord. But I'm here to speak the word of God. I'm here to talk prophetically that this year God is going to come. Praise the name of the Lord. Elisha mwenyewe alinena maneno na akasema ya kwamba a time like this tomorrow, ile chakula ambao itakuwa hapa itakuwa ni nyingi sana. Praise the name of the Lord. Na kukawa na mtu mmoja, akida mmoja ambaye alikuwa ni anachunga mfalme, na akasema ya kwamba hata kama pengine sisi Mungu afungue mbingu, can this really happen? I want to speak faith to you this afternoon. Praise the name of the Lord. Nataka niongee imani na wewe. Tutikarone matu, tutikarone rawe kaile. Let us tusiangalie anga ya kiuchumi, tusiangalie vile ambavyo mahali ambapo tumetoka na tukaweza kutuamini neno lake Mungu. Maana Bwana anasema kwamba mbele iko sawa. Ambia mwenzako mbele iko sawa. Praise the name of the Lord. Na tunajua ya kwamba ilitendeka. Na hivi ndivyo ilitendeka. This is how it happened. God used the unlikely people, wale watu ambao hata walikuwa wamefurushwa na wametolewa katika mji, kuweza kuleta suluhisho. Praise the name of the Lord.
And this is why I'm saying, kama tuseme last year, we had the third anniversary of this church. Na naelezwa ya kwamba watu waliongea sana, wakasema sisi hata watulia even kind of enticing people to give na kuwapatia mbuzi. Ni kuna shida kukula mbuzi. Ninyi mlikula? Kuna watu wa ibadani walikula mbuzi. Mulisikia vizuri? Sana. Lakini imagine kuna watu walisema tusiwapatie. Bwana Yesu asifiwe. So, what I was telling some people some place where we were yesterday, ni ukweka ya mtendo, mwana ni roboso. Na Mungu haoni kama vile binadamu. Samueli alipoenda kuweza kuwamwagia mafuta mfalme katika nyumba ya Yesu, yeye mwenyewe akiangalia na macho ya kibinadamu alikuwa naona wale the sons wa Yesu ambao ni wakubwa, wale ambao walikuwa wanaonekana kana kwamba wanaweza shinda vita, wale ambao walikuwa na kimo cha kama cha Sauli, manake hiyo ndio ilikuwa the standard, na akaangalia wakaona kama wao ndio wanaweza, lakini Mungu anaangalia roho. Praise the name of the Lord. He looks at the heart, and let me tell you, it doesn't matter whether you believe or not, but God is still going to bring a solution. Praise the name of the Lord. Na nimesema ya kwamba hata tumia pengine wale watu ambao tunatarajia, pengine inapofika ni wakati wa kupeana sadaka na zaka zetu, pengine tunaangaliana, pengine tukisikia kwamba pengine tulikuwa na target ya kutoa kama hiyo sasa, kama hiyo mchango ya 1,100, tunafikiria ya kwamba pengine chairman atatoa kama 20, pengine yule mwingine atatoa kama hii, ama tukiorodhesha, manake hatusemi, tunaziweka kwa bahasha, hatusemi ni nani ametoa nini. Pengine tunafikiria, tunaangalia wale watu ambao wamekuja na magari makubwa ndio pengine watatoa, lakini Mungu akikufungulia na akuonyeshe, utaweza kustajabu. Halo, Bwana asifiwe. So hapa katika mji wa Samaria, Mungu alitumia the unlikely people, watu ambao walikuwa wametupwa nje ya mji, watu ambao hawakutarajiwa ya kwamba wanaweza kusaidia. And how it happened ni kwamba walifika pale nje. Wakiwa pale nje, they asked themselves the all-important question. After realizing that there was need for change, the four lepers asked themselves the all-important question: why sit here until we die? Hello? They had realized that by remaining in their status quo, it meant death. It doesn't matter how that death was to come. Either wakae pale watakufa ni kwa sababu ya njaa, warudi katika mji wamefukuzwa, wataambiwa kwamba hata huko haupatikani, maana hata chakula kilichoko hapa chenu ya chiko. Bwana asifiwe. Wakienda mbele kule kwa the camp of the Assyrians, basi huko pia watauliwa na wale Wasiriani. Sasa wakajiuliza, how do we want to die? Praise the name of the Lord. And they chose to do the right thing. Praise the name of the Lord. They chose to do the right thing. And here I want to come to my second reading. Sitaki kukaa leo. I want to deliver the message straight and to the point. That there is what you call wake up na wekaya. Ajulie shiko kwenda wekaya kana wekole mtani wekole kwa ngiri. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. In my second reading, we see a family. Na hawa ni
watoto wake Adamu na Eva. Adamu na Eva walipofukuzwa katika bustani la Edeni, walienda na wakapata watoto wawili. Mmoja aliitwa Kaini na mwingine akaitwa Abel. Na hawa watoto wawili wakakua na wakawa watu wazima. And they had their occupations. Ikawa kwamba Abel alikuwa ni mchungaji, alikuwa na kondoo zake. Kaini naye alikuwa ni mkulima na alikuwa na shamba lake analima. Na ikawa kwamba siku moja wakaenda kutoa sadaka mbele ya Mwenyezi Mungu. Walipotoa na kutoa sadaka ya Kaini ilikataliwa. Ya Abel Mungu akaikubali. Kuna watu wanasema kwamba sijui ya Kaini aliyakisha moshi, sijui moshi kaenda kando. Bwana asifiwe. Sijui wengine wakasema ajali ya hii madhara wale wadhani ya roho. Hatujaambiwa kabisa what happened. But the fact what we know ni kwamba Kaini sadaka yake ilikataliwa. Ya Abel ilikubaliwa. Praise the name of the Lord. Lakini if you go back to the book of Genesis chapter 4, I think verse 6 there. Kaini alipokataliwa, sadaka yake ilipokataliwa, he was so furious. Hata Mungu akamwangalia akamwambia, why are you downtrodden? Why are you downcast? Ni kwa nini roho yako imeinama? Praise the name of the Lord. So there is doing the good thing and doing the right thing. Kwa hivyo tunajua kitu kimoja, ya kwamba sadaka yake Kaini ilikataliwa ni kwa sababu he did not do the right thing in offering that offering. Praise the name of the Lord. And I want to tell you, brethren, I want to tell you this in all honesty, come out to that way, that if there is something that God is so particular about, is how we give our offerings. Is how we give our offerings. How afadhali hata usipeane kuliko kupeana the wrong way. Praise the name of the Lord. It is good to give it in the right way. How are the lepers? They have enjoyed it. They would have stayed where they are and died. They would have gone back to the city and died there. But they chose to do the right thing. They chose to move forward. And when they moved forward, God moved with them. Praise the name of the Lord. This is because they exercised their faith. Pale mbele, at least kulikuwa na matumaini ya kwamba unapoenda mbele, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Praise the name of the Lord. Na hapa tunasema ya kwamba for the two sons of Adam and Eve, when they want to give their sacrifices, for Abel, he chose the fattest within the first ram, within his ram. Na akasema hii, akiwa na roho nzuri, akiwa na roho ya kumshukuru Bwana, ni kwa sababu ya zile kondoo ambao amempatia. He gave it willingly. He gave it pasipo kusukumiwa. Alipatiana akiwa ya kwamba hajasukumwa na mtu. Alipatiana kwa hiari yake. Praise the name of the Lord. He gave it happily. Praise the name of the Lord. But for Cain, nafikiri alitoa tu kwa sababu inatoleana. He just gave because he did not that is what I'm trying to, the one that I'm trying to look at. He did not prepare what he was going to give. And so, Mungu mwenyewe, najua Mungu haangalii, he does not look at the action itself, but he look at the intention
of the act. Why did you do what you did? Ni kwa sababu hata katika hali ya kutoa sadaka tunajua kwamba ilikuwa imeelezwa vizuri, imeelezwa sana in the book of Leviticus how we are supposed to give our offerings to God. Praise the name of the Lord. So in essence, as I come to finish, I'm saying this, that there is doing the right thing and there is doing the good thing. Mambo ambayo pengine tunaweza kuangalia na tukasema ya kwamba ni mazuri katika kanisa, pengine sio mambo ambayo yanakubalika. Tuhamu. Na tutajuaje yale mambo ambayo yanakubalika? It is when we do things in accordance to the word of God. Praise the name of the Lord. When we go back to the scriptures and ask God, how do we do it? It is when you are in an institution like this, the Presbyterian Church of East Africa. And I was telling some people some place yesterday that if there is something that God hates, it's rebellion. You know, wewe ni Presbyterian kwa hiyo yako. Hakuna mtu ambaye anakusukumia. Ulijileta tu. Praise the name of the Lord. And in the PCA, there are four ways how we do things. Ya kwanza, tunaenda katika neno la Bwana. Na tukiwa katika lile neno la Bwana tunaangalia na tunasema ya kwamba neno limesema hivi. Na ndio naona hata inapofika sakramenti zetu tunasema zile ambazo Yesu Kristo ameita sakramenti bila tutasiita sakramenti, because we want to be truthful and to the word. Others might have so many other sacraments, like nasikia kuna ambao wanasala, lakini zetu ni mbili, manake ndizo Yesu Kristo alisema. If you look at Matthew 28 and verse 19 to 20, 18 to 20, it says, go ye and make disciples of all nations, baptizing them. So Yesu Kristo alisema endeni mwabaptize, and that is how we do it as a sacrament. Pale in the last supper, Yesu Kristo alisema walipokula, ndipo alienda na akasema ya kwamba take it, this is my body that has been broken for you. Do this in remembrance of me. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo as Presbyterians we are very particular. Ni vizuri nifundisha hapa vizuri ya kwamba, na ndipo unaona ya kwamba tunakiri na tunasema ya kwamba tunaongozwa na neno la Bwana. Ndio unaona tunapotoka katika vestry tunakuja tukiongozwa na Biblia na inaenda na inawekwa pale, and for the whole of this service that Bible will remain open until we praise the Lord. Bwana asifiwe. Pili, nitumekire kaneno kibaya kile kile mwokozi na yule madhali ya roho. We have our ways of doing things. Tunataka kutaratara. Ndio wale ndio wakalina kama kutaratara. And I have no apologies. I like this church kwa sababu ya mpangilio, because our God is God of order. Kwa hivyo mitaratara yote ambayo inawekwa na kanisa ni lazima nifuate. Mitaratara yote ni lazima nifuate. Na ndipo unaona ya kwamba we do vows. Kama sasa wale ambao wamekuja hapa kubatizwa, batiziwa watoto, kurudishwa katika meza ya Bwana, they have made some vows. Because anything that we do, there has to be vows. And we vow when we say, this is what we are going to do. Na one of the vows ambao tunasema kwamba tutafanya ni kwamba tutatii vyama vyote vya kanisa. So when you don't agree na vile vyama vya kanisa vimesema, you are doing the good thing, but you are not doing the right thing. Bwana Yesu asifiwe. The best thing
Kama pengine ungesikia kwamba umefinyiliwa, to stay night and say I don't want to be part of that. Lakini when you are still in and you are inside, basi Mungu anakuona. You might suffer the same consequences as Cain, and this other person who never believed what God was saying. The third one ni kwamba tunaketi katika vyama. I said about the practice of procedure na kuna kitabu. There is the other one, mambo ya vyama. Kuna vyama ambavyo vinaketi. Kuna chama ambacho kinaitwa local church. Kuna kile ambacho kinaitwa session. Kuna kile ambacho kinaitwa presbytery. Na yale yote ukifika na kukaa karibu na wewe ni members wa hiyo bosi wanaenda. Na mwende pale na mkubaliane. Na mwende behind and you start doing the wrong thing. Thinking that you are doing the good thing, but not what was expected. Because what was expected was even limited. Praise the name of God. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako wacha endelee. Hello, nasikia sana. Let us not be rebels. Tukiagree, if you have to raise your point, na useme ya kwamba hapana, mimi sikubaliana na yale ambayo amesema, sema katika hicho chama. Because that is why you have a position. Ukiwa hapa kama kanisa, hata kama fume, hata kama member, there is what you call the AGM, the annual general meeting. Wakati ambapo mnakutana nyote kama kanisa na mnasema vile mambo yameenda na vizuri na vile ambavyo mngetaka kupeleka mwaka ambao unaokuja. Kwa hivyo you have opportunity right your goals. Outside here tafadhali na hapa ndani. Na Yesu asifiwe. Praise the name of God. And our traditions that are universally accepted. Kama ningekuja nipeane hii Holy Communion kama sema mkuu, ningesema kwamba hiyo Holy Communion haikukamilika. Maana yake mchungaji anasema mchungaji yale jana wala ni roho yet vile sikufanya nini, yet it is not written, it is not in the PNP, it is our tradition. Ni tradition yetu ya kwamba tunaanza ibada yetu saa 4 na tunamaliza around saa. Ni tradition kwa tunaanza mambo yote katika vestry na tunabudi. Those are the things that guide us. Then as I come to finish, ni kusema ya kwamba when we do the right thing, it is not easy. Because doing the right thing is taking a risk. Tunajua ya kwamba hawa viwete, hawa watu 4 walipotoka na kwenda katika kambi za Wasuriata, they were taking a risk. They risked, but within taking that risk, they got and not just save themselves, but they saved even the more people who are dying of hunger kule katika kambi ya Wasamaria. So it is about taking risk. When you do the right thing, let me tell you, you will not be loved. Watu hawatakupenda. You have to take a step of faith. These people, they did not just sit back and wish ya kwamba itatendeka, but they had to take their first step. Bwana Yesu asifiwe. They had to exercise their faith. Doing the right thing, number 3, is that we need to do it now. We do not need to procrastinate. Na watu ambao kama sasa tunajua ya kwamba kuokoka is the right thing kwa sababu imeelezwa katika Biblia. Lakini kuna watu ambao wanasema kwamba hapana, nitaokoka lakini sio sasa. Ama nitatoa lakini sio sasa. If it is now, if you have to do it, then you have to do it now.
Na kama sio sasa ni sasa hivi. So when you are exercising this kind of faith, it is good to understand that faith is present and it does not procrastinate. Yesterday is gone, there is nothing that you can do about it. Tomorrow is an illusion. It is a leap to the unseen mysteries. But today is all you have to correct your mistakes and of the things of your past and to step into the mysteries of tomorrow. Bwana asifiwe. Vizuri kusema ya kwamba when you do the right thing, then you are going to be an overcomer. When you do the right thing, there is no way that you are going to fail, because God will always be on your side. Tazama vile alimwambia Cain, alimwambia kama ungefanya lile ambalo lililokubalika, basi sadaka yako ingekubalika. Lakini sasa angalia, haukutayarisha sadaka yako, haukuletea, you did not give the choicest. Ulileta yale ambayo ni mabaki kuliko kuletea ile ambayo imetayarishika. Kwa hivyo basi ndio umekataa, because you know that I think he was even talking about the 10%, that before you even touch the 90%, you are supposed to have given the 10%. So why then do you know, it is like this. If you don't, first of all, give the 10%, and you start, you even give a 50% after already touching the 10%, then you will not have done it in the right way. The procedure also matters. So it kind of overcomes because you know that God is on your side. Remember that when you are doing the right thing and when God is with you, there is nothing that is impossible. When God, you together with God, there is nothing that is impossible. There is nothing that is too hard with you. And so you're always going to overcome because God is going to be on your side. Now, brethren, we are going for the covenant renewal on 28th of this month. And the right thing for you is usije kanisa hapa uende mpaka St. Luke, manake tutakusanyika katika mambo ya covenant renewal. Ukikaa nyumbani, it could be a good thing to do, kwa sababu pengine hautachoka kwenda St. Luke, but it will not be the right thing. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima, najua wakati mwingine tunapofunga kanisa zingine zetu, kuna watu wanasema kwamba hiyo kanisa iko mbali sitaenda. So tafadhali, we want to see all of you. Ni kwa sababu hili ndio jambo ambalo limewekwa na kanisa kama njia ya to renew our vows with God. And this is not only for the full members, it is for all of us. Praise the name of the Lord. Because we are all Christians, so let us all assemble and look at before 9, because the service is going to start at 9. Bwana asifiwe. Kama kuna jambo ambalo pengine hata ulikuwa umepanga kwenda kufanya siku hiyo, cancel it, because this is an important time with God. Praise the name of the Lord. Hello. Bwana asifiwe. So, the next thing that we are going to do is that we are going to consecrate ourselves to the Lord. And in this consecration, ni kama tu vile ambavyo tunaona ya kwamba, na kuna watu wanaulizana kwa nini tunatoanga sadaka mara mbili wakati wa meza ya Bwana. This is what is called consecration. This is because you cannot go before God empty-handed. It is a way of telling God, yes, I acknowledge what you did for me on the cross. Unajua unapokuja kuchukua meza ya Bwana, unakuja kuchukua meza ya Bwana as a response to an invitation that God has invited you
to come and commune with him. Manake yeye mwenyewe alitoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo kwa sababu ya dhambi zetu. Praise the name of the Lord. So Mungu mwenyewe amefanya, he has done his part. So we also need to do our part. Kwa hivyo on that day we are again just like Cain and Abel going to do our offering. We are going to bring an offering to the Lord. Naomba kama vile Chair aliposema kwamba ni vizuri and we have time. This is why we have 21 days of prayer and fasting. Pia imetangazwa vizuri sana. Tafadhali nenda jichunguze, ukiwa na familia yako, ukiwa na watoto wako, ukiwa na wale wengine katika nyumbani mwenu, mketi na mfikirie na mjitayarishe katika siku hii. Manake you are going to meet with the Lord because you want to start the year with him. It would have happened earlier in the year, lakini kwa sababu ya hii na ile ndio tumeweka on that date na ndio tumekubaliana. So kindly prepare for that. Na ni vizuri you prepare yourself ndipo sadaka yako ikaweza kukubaliwa. Isiye kama ile ya Kaini. Najua Kaini alikuwa amejitahidi sana kufanya hilo, lakini he did it the wrong way. Tell your neighbor on that day, do it right. Bwana asifiwe sana. Na mimi sisemi kwamba at the amount ndio itakuwa ni, it's not about the amount, it's how you prepare what you want to give God that day. Pray for it, prepare for it, so that it is acceptable to the Lord as a way of consecrating yourself before you go to the last step of communing with him. Manake pia tutakuwa na meza ya Bwana. And then the last one is that we are going to be commissioned again afresh. Mahali ambapo tutaenda na tuchukue nadhiri mpya ambazo zitatupeleka mwaka huu mpaka wakati ambapo sasa tutakuja mwaka ujao wa 2025, wakati ambapo tutakuja pengine kutubu kwa sababu ya zile ambazo hatukutenda na tuchukue zingine mpya. That is how we move on as Christians. Praise the name of the Lord. So the message today then was doing the right thing, not what is good. Praise the name of the Lord. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Asante sana mchungaji kwa hilo neno. Nina changamoto kubwa kwamba it's not about doing what is good, but it's about doing the right thing. Tukibeba hiyo, hata ikiwa kutabeba kitu kingine, it is good enough ya kutubeba for the rest of the year as we commit ourselves, as we vow to God kwamba huu mwaka we want to do the right thing, not just the good thing, but the right thing. And I'm certain God is going to carry us through this year. Tumefika mwisho wa ibada ya siku ya leo. Tunataka tuinuke tuimbe wimbo wa parokia, alafu mchungaji atatupatia baraka.
wako. Na sasa Bwana, umefika wakati tufungukane. Tunapofungukana kuenenda kwetu na kuenenda mahali pengine pote ambapo tunaenda katika dhuhuri ya leo, tuomba kuongozwa nawe. Tunalo juma pia ambalo liko mbele yetu. Tujiweka katika ulinzi wako ewe Mungu. Nenda pamoja nasi. Tuongoze Bwana, tuongoze katika mahali petu pa kazi. Tuongoze Mungu tunapokaa kwetu nyumbani. Tuongoze katika biashara zetu.